Ndugu zangu, mafunzo haya ni kwa ajili ya kuboresha namna tunavyoweza kusimamia au tunaweza kufanya maendeleo ya shughuli za kiuchumi na kijamii katika mkoa wa Dar es Salaam na hata Tanzania nzima, huku tukizingatia miiko ya utendaji kazi na hasa masuala yanayohusiana na rushwa. Sisi wote ni watendaji na kila siku tunajitoa kuwahudumia wananchi kwenye ofisi zetu. Katika kutekeleza hilo, tunawajibika kufanya kazi zetu kwa kuzingatia misingi halali ya utendaji kazi kama ilivyotajwa katika sheria na kanuni mbalimbali zinazoongoza ofisi zetu tunazofanyia kazi kila siku katika halmashauri na katika ngazi ya mkoa. Ndugu zangu, shughuli za maendeleo katika mkoa na hata katika taifa zinaendelea kuboreka kwa maana ya kuwa bora zaidi, zinaendelea kuimarika na hivyo kuhitaji maarifa mapya. Wakati wa kufanya maarifa mapya, panahitajika aina mpya pia na ya kisasa zaidi ya uadilifu, bila kuacha uadilifu wetu wa asili. Nikisema aina mpya na ya kisasa kabisa ya uadilifu, nina maana ya uwepo wa teknolojia mpya ambazo tunazitumia katika shughuli zetu za kila siku, ambazo nazo pia pengine zinahitaji kujifunza namna bora zaidi ya kuzitumia kwa uadilifu. Nikisema hivi, nina maana kwamba mwananchi anayepata huduma kwenye ofisi ya serikali au kwenye ofisi zetu za halmashauri kwa njia ya teknolojia anatarajia kupata ile huduma sawa sawa kana kwamba amefika kwenye ofisi. Vile atakavyojibiwa au shida yake itakavyotatuliwa kwa kupitia teknolojia ya mawasiliano itaonyesha jinsi ya gani ambavyo ofisi imemhudumia kwa ubora na imeweza kujibu mahitaji yake. Ni kwa muktadha huo naendelea kusisitiza kwamba bado upo umuhimu wa kujifunza aina mpya bora zaidi ya kusimamia huduma zetu au kutoa huduma zetu kwa kuzingatia ujio wa teknolojia mpya. Na hii ningependa kutoa changamoto pia kwa wataalamu wetu ambao wanasimamia hizi teknolojia, kwamba na wao pia watakiwa kuendelea kujifunza aina mpya ya uadilifu. Aina mpya ya uadilifu inakwenda kwa matumizi ya vitu vinavyotunza siri za serikali, vinaharakisha huduma, lakini huduma zile zinawafikia wananchi wetu kwa njia ya staha bila kuathiri ubora wa huduma inayotolewa. Mafunzo haya yanakuja kama chachu ya kuamsha fikra zetu za siku zote, ili sasa tuendane na hali ya sasa bila kuacha maarifa ya siku za nyuma. Ziko baadhi ya nchi duniani ukienda wanaheshimu na kukubali sheria pengine kuliko sisi hapa tunavyoweza kuwa tulivyokuwa na imani kali au imani thabiti za dini zetu. Tujifunze vema kwenye nafasi hii ambayo tumeipata, tuone jinsi ya kutumia maarifa yetu kuhakikisha kwamba tunazingatia taratibu na sheria kwa ubora na kwa umahiri zaidi katika kuwatumikia wananchi kwenye mkoa wa Dar es Salaam na kwenye halmashauri ya Ubungo kama eneo maalum. Taifa letu liko katika utekelezaji wa mkakati wa taifa dhidi ya rushwa awamu ya 4 unaitwa NACSA 4. Huu ni mkakati mahususi wa taifa kwa ajili ya kupambana na rushwa na kukuza uadilifu katika utendaji serikalini, lakini kukuza uadilifu kwa watu wote nchini. Mkakati huu ni mkakati unaotekelezwa kwa kipindi cha miaka 7 kuanzia 2023 na utaendelea kutekelezwa mpaka 2030. Na kwa kuwa mkakati huu unatekelezwa na taasisi zote za umma nchini na pia taasisi ambazo sio za umma, na kwa kuwa ni mkakati ambao unaendelea kutekelezwa, utekelezwaji wake unahitaji mafunzo maalum kwa wale ambao wanatekeleza huo mkakati, na mafunzo haya sasa ndio yanayowawezesha watekelezaji waweze kutekeleza kwa ufanisi zaidi. Utolewaji wa huduma za umma umeboreka, lakini tafiti mbalimbali zimeonyesha improvement kubwa ya taifa letu. Ukipenda unaweza ukaenda ukaangalia trend ya taifa letu kwenye kile tunaita
Transparency International Corruption Perception Index CPI. Kwa miaka 5 au 6 unaweza ukaona namna ambavyo taifa letu limekuwa likipiga hatua. Hizi zote ni jitihada ambazo zinafanyika. Kwa hiyo utekelezaji wa mkakati wa taifa ni sehemu ya kile kinachofanywa kwa ajili ya kuleta matokeo kama haya. Mafunzo haya ni muhimu sana kwetu kwa sababu kwanza yamekwenda kutukumbusha wajibu wetu kama viongozi, namna gani ya kusimamia mustakabali mzima wa majukumu yetu na mustakabali mzima wa malengo ambayo tumejiwekea katika kutoa haki stahiki na yale ambayo yanatakiwa kutoleka katika jamii bila kuathiri haki zao.